Ukienda huko waliokodisha watu ndio hao wenye vitu wa vijiji, ndio hao wenye vitu wa vitongoji. Wajumbe, imefika mahala leo hii mpaka wajumbe wa serikali kila mmoja anavuta upande wake, anataka kukodisha, anataka kuuza, kwa sababu wanaangalia kiongozi aliye juu yao. Nawaambia wanufaika wa migogoro hii ni viongozi, lakini wanajifanya wana akili nyingi, wanawatanguliza wananchi. Leo tujiulize, kule kumeuzwa kule. Kuna wamama wametoka Dar es Salaam waliingia na trekta, nimewazuia juzi. Mmeuziwa na nani? Na viongozi wa Ludewa. Tuna mambo matatu ya kufanya. Jambo la kwanza, kuwasilisha ripoti hii ya uchunguzi. Nimezungumza kwa ufupi sana wengine. Jambo la pili ni kukubaliana namna gani ambavyo mgogoro huu tutafika mahala tutaumaliza. Lakini jambo la tatu, kusimamia maamuzi haya ambayo yamefikiwa. Niwaombe, na hapa napiga msisitizo, ndugu zangu, mlihitaji tufanye kazi hii. Tumefanya kazi hii kwa uaminifu, tumefanya kazi hii kwa ustadi, tumefanya kazi hii kwa timu za wataalamu. Kwenda mbali zaidi, serikali ya wilaya hii ya Kilosa haitakuwa tayari kuona mtu yoyote anasababisha ama anataka kutuletea uvunjifu wa amani kwa kisingizio cha mgogoro huu. Narejea tena kusema, mgogoro huu usiwe kisingizio cha watu kutaka kutusababishia uvunjifu wa amani hapa Ludewa. Tunafuatilia kwa karibu sana na hatutasita kuchukua hatua kwa mtu yoyote bila kumtizama huyu ni nani, wadhifa wake ni upi. Hatutasita kuchukua hatua za kisheria. Mtu ambaye atahatarisha ama atataka kutuletea ama kutusababishia ama kutuongezea uchochezi zaidi ya huu, kwamba kutaka kuhalalisha zaidi ya ripoti hii ambayo mlitaka kazi ikafanywa na ikafanywa na majibu tukawaletea, na sasa tuko kwenye hatua ya kuwasaidia. Mama amesema vizuri sana, yawezekana hata wengine wanapiga kelele hata kulima hawalimi kule. Kwa likivurugika hapa leo, wakikosa wenzao kule, potelea mbali, hawana cha kupoteza, hawana cha kupata. Ni waombe, tutawatangazia kupitia kwa mheshimiwa diwani wale wote ambao wanafanya shughuli za kilimo, kila mmoja tumkute kwenye eneo lake kwa ajili ya kuwahakiki, ili tuwajue kuna watu na ndio makubaliano yetu mheshimiwa diwani, si ndio? Ndio makubaliano, hili sio jambo jipya, tulishakubaliana. Ndio maana nimetoka kukwambieni viongozi wenu hawa wanajua maamuzi haya ambayo mimi leo nimekuja kuyasema, tulishajadili ofisini. Maelekezo ya mpima ardhi ndiye aliyekuwa akitafsiri ramani ya upimaji iliyoidhinishwa mwaka 2011 na alipendekeza wajumbe wote tuelekee kwenye alama ya upimaji jiwe namba CB7 ambako ndio mpaka wa kijiji hicho huanzia. Na tulipofika katika alama hiyo, mpima ardhi aliendelea kutoa ufafanuzi kwa nini tumekuja hapo na kuanza kusoma alama za majira ya nukta yaliyopo kwenye ramani na upimaji wote kukubalika na kwamba zoezi litaanzia hapo. Baada ya kufika katika alama hiyo, uongozi wa Ludewa Mbuyuni walitaka kugomea zoezi kwa madai kwamba kwa kuwa tumetumia ramani ya mwaka 2011 ndio maana imetuleta kuja katika eneo hilo. Hapo ndipo mpima ardhi ilibidi aombe mwenyekiti wa kijiji Ludewa Mbuyuni ile ramani aliyobeba na kuiita kwamba ni ramani ya kijiji topo sheet na kuanza kueleweshana upya tukiwa uwandani na aliomo kwenye ile ramani ya mwenyekiti wa kijiji cha Ludewa Mbuyuni. Topo sheet hiyo ilionyesha mashamba yote ya mkonge ya China State Farm, ambako kwa kipindi picha hizo zinachukuliwa kwa ajili ya kuandaa topo sheet. Mashamba haya yalikuwa yanasomeka kwa jina la Ludewa Saiso Estate, na kwenye topo sheet ilionyesha kwamba mpaka vijiji hivyo ulikuwa unaanzia mwishoni mwa mashamba haya ya China State Farm. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa diwani wa kata ya Ludewa aliomba tuweze kuweka majira ya nukta ya alama hiyo ya upimaji kwenye jiwe namba CB7 tuyaweke kwenye topo sheet, ambapo mpima ardhi akiwa uwandani alifanikisha zoezi hilo, hali ambayo ilileta uwazi na uelewa zaidi kwa waheshimiwa madiwani na wajumbe wote waliohudhuria katika zoezi, na hivyo uongozi wa serikali wa kijiji cha Ludewa Mbuyuni waliweza kukubaliana kuendelea na zoezi
hadi kufika katika alama mpaka ya mwisho ambako ilionyesha uhalisia kwamba eneo kubwa la kijiji cha Ludewa Mbuyuni ambalo hapo awali walikuwa wakidhani kwamba lipo Ludewa Mbuyuni, kwa sasa kwa tafsiri ya mpaka ya vijiji hivyo viwili ilibainika kuwa liko katika kijiji cha Mbwale.